Hujambo na karibu kusikiliza matangazo yetu ya leo Jumatatu jioni ya Mei 12 mwaka 2026 moja kwa moja kutoka JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni kutoka mjini Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa huwa tunakuletea taarifa za haraka, kina na uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya nchi. Ndani ya taarifa zetu huwa tunakuletea uchambuzi kutoka kwa wachambuzi wetu na ripoti mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu. Naitwa Matayo Amisi, kwa mara nyingine tena nasema karibu. Tulionayo hii leo. Kumekuwa na maoni tofauti baada ya waasi wa M23 kujiondoa katika miji ya Sange, Kabunambo na maeneo kadhaa ya tarafa la Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na mimi niko na furaha sana kuona M23 wanaenda. Maana Mungu abariki president wetu Kisekedi. Thomson Unji Batangarwa William atakujia na taarifa kamili baadaye. Doria za upelelezi zimeanzishwa kutoka Kikwit hadi Loange kukabiliana na uporaji na uchomaji wa magari yaliyopata ajali. Na shambulio jipya la kundi la ADF katika mkoa wa Ituri laua 9. Habari kamili. Doria za upelelezi zimeanzishwa kutoka Kikwit hadi Loange kukabiliana na uporaji na uchomaji wa magari yaliyopata ajali. Fatuma Abedi na mengi zaidi. Doria za upelelezi zimeanzishwa kwenye barabara ya taifa namba 1 katika kipande kinachounganisha Kikwit Kwilu na Loanje Kasai chenye urefu wa kilomita 205. Hatua hii inalenga kuzuia madhara mabaya yanayotokea baada ya ajali za barabarani kwenye njia hiyo. Katika eneo hilo, magari yanayopata ajali mara nyingi hukumbwa na uporaji, uchomaji moto, pamoja na vitendo vya vurugu vinavyozidisha mateso ya waathirika wanaohitaji msaada. Hayo yalibainishwa kufuatia ukaguzi uliofanywa Jumatatu na Jeshi la Taifa la DRC katika eneo hilo. Mazungumzo na watumiaji wa barabara pamoja na viongozi wa eneo hilo pia yalifichua uwepo wa majambazi wa barabarani na makundi ya kuluna wanaotishia amani ya jamii pamoja na uhuru wa watu na mali zao kupita kwa usalama. Kwa mujibu wa msemaji wa kanda ya 11 ya kijeshi, doria hizo zinalenga kuimarisha ukaribu kati ya jeshi na wananchi pamoja na kurejesha hali ya kuaminiana kwenye barabara hiyo yenye umuhimu mkubwa kitaifa. Katika operesheni hii ya kilomita 205, tumepokea ushuhuda mwingi wa kutia wasiwasi, ikiwemo visa vya uporaji, vurugu na hata vitendo visivyo vya kibinadamu vinavyotokea baada ya baadhi ya ajali za barabarani. Baadhi ya watu hutumia hali hiyo ya kusikitisha kuiba bidhaa, kuchoma magari yaliyopata ajali na wakati mwingine kuhatarisha maisha ya waathirika badala ya kuwasaidia. Hizi ni tabia zisizokubalika na zinazokwenda kinyume na maadili ya mshikamano na uraia mwema, alilalamika Kapteni Anthony Mwalushai, msemaji wa kanda ya 11 ya kijeshi. Jeshi limeomba ushirikiano wa wadau wote wa eneo hilo katika operesheni ya kuimarisha usalama kwenye barabara namba 1. Barabara ya namba 1 ni njia muhimu ya kusafirisha mazao ya kilimo kutoka maeneo ya uzalishaji kuelekea Kinshasa. Barabara hiyo inapitia maeneo mengi yanayozalisha mahindi, mihogo, mafuta ya mawese, maboga na mimea mingine. Kwa upande mwingine, wasafirishaji husafirisha kutoka Kinshasa bidhaa za viwandani na vyakula vilivyobandishwa ambavyo vina nafasi muhimu katika lishe na biashara ndani ya nchi. Kwa niaba ya JCTV, mimi ni Fatuma Abedi. Ni ripoti yake Fatuma Abedi. Na sasa tujielekeze mkoani Ituri. Huko tunaarifiwa kwamba shambulio jipya la kundi la ADF katika mkoa wa Ituri laua 9. Saidi Anzuruni
na dondoo zaidi. Angalau watu 9 wameuawa na takriban 10 wametekwa nyara katika shambulio jipya la kundi la jihadi la ADF mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kulingana na takwimu za mashirika ya kiraia. Kundi hilo lenye silaha lililenga mji wa Makumo katika eneo la Mambasa mkoani Ituri. Eneo hili tayari lilikumbwa na shambulio kama hilo mapema wiki iliyopita ambalo pia linahusishwa na ADF. Wasiwasi uliendelea kuripotiwa Makumo siku ya Jumatatu, siku moja baada ya shambulio hili la hivi karibuni na kundi la ADF. Shughuli zilizorota na wakazi walisita kurudi kwenye mashamba yao. Siku ya Jumapili, waasi hao kutoka Uganda walifika jioni ya mapema kwa ajili ya shambulizi ambapo waliwachinja raia na kuchoma moto nyumba na magari. John Muleverio, mkuu wa shirika la kiraia huko Mombasa, amelaani ukosefu wa majibu kutoka kwa vikosi vya usalama. Tunaendelezea huzuni tulio nao kwa mamlaka ya nchi, vikosi vya jeshi la jamhuri. Wakazi wa Mombasa wanahitaji ulinzi haraka. Damu nyingi imemwagika Makumo, Biakato na vijiji vingine vya jirani. Tunataka amani, tunataka usalama, tunataka serikali hatimaye ichukue jukumu na kuokoa maisha ya raia. Kulingana na mashirika ya kiraia, watu hao wenye silaha waliondoka eneo hilo jioni wakiwa na mateka wapatao 10. Baada ya utulivu mwaka 2025, eneo la Mombasa limekuwa likilengwa hasa na mashambulizi ya ADF tangu mwanzoni mwa mwaka 2026. Saidi Anzuruni, JCTV. Baada ya taarifa hiyo ya Saidi Anzuruni kutoka mkoani Ituri, na sasa tujielekeze bondeni mwa mto Ruzizi katika tarafa la Uvira, Kivu Kusini, ni kwamba kumekuwa na maoni tofauti baada ya waasi wa M23 kujiondoa katika miji ya Sange, Kabunambo na maeneo kadhaa ya tarafa la Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Thomson Unji Batangalwa William na ripoti kamili. Hizo ni nyimbo na shangwe za raia wakazi wa Sange kati wakija darajani pembeni ya Kabunambo kushangilia ujio wa jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC lililoingia mjini Sange mapema mchana wa Jumatatu Mei 11. Hayo ni baada ya kujiondoa bila risasi kwa vikosi vya waasi wa AFC M23. Raia walisema utawala wa M23 ulikuwa wenye manyanyaso mengi na mauaji ya chini kwa chini. Ndo sababu ya kufurahia kwao ujio wa FARDC na wazalendo kama wanavyosema hapa. Wamama hawa wanamweleza jenerali wa jimbo la 33 la kijeshi Kamanda Dunia Fabien kwamba M23 ilipunguza idadi ya waume wao, kuwabeba maporini, kuwahua, hata kuwanyonga, na hivyo wanafurahia hatua ya Rais Felix Tshisekedi kwa diplomasia. Na mimi niko na furaha sana kuona M23 wanaenda. Maana Mungu abariki president wetu Tshisekedi. Tulikuwa tushateseka, walikuwa tubeba mabwana, walikuwa tuwa mabwana. Maana felicitation sana na Tshisekedi. Tuliishi kwa matatizo sana. Walikuwa tunanyanyasa sana. Na hali kisi tunaiona. Mungu abarikiwe juu FARDC tulishakuwa nayo hapa hivi. Mwingine ya groupement ya Kabunambo Sange, vraiment tuko huru. Leo ni siku ya ngapi? Leo ni siku ya kwanza. Na walianza kutoka siku gani? Depuis le siku walianza toka, lakini leo usiku ndio wenye walikuwa wanawakia wa mwisho ndio wenye walienda. Pana walienda usiku na 21h ndio walianza enda. M23 alitoka juu ya maongozi ya Felix Tshisekedi Tshilombo. Na kweli kwa kutoka hao kuleta fujo na watu walienda kwa amani, lakini tulikuwa nasumbuka sana, mateso ya mingi umu site yetu ya Sange na groupement ya Kabunambo. Fimba mingi
na kutembea na makarte saba étranger. Vraiment tuliona basi FARDC na wazalendo, tunafurahia sana kubaona. Vraiment Mungu asifiwe kabisa. Kamanda wa vikosi vya jimbo la 33 la kijeshi Generali Dunia Fabien alipowasili aliomba FARDC na wazalendo waliowakuta tayari uwanjani kuwa na utaratibu wakati wa kuingia kwao mjini, ili raia waone kweli vikosi vya serikali vimekuja kuwakomboa katika taabu waliokuwa nayo. Kulingana na utovu wa nizamu uliofanyika Luberizi wakati wa kufika kwa wimbi la kwanza la wazalendo kwa kufiatua risasi nyingi hewani kwa furaha yenye kupindukia na ambayo ilileta madhara ndani ya wananchi. Hapa bado ilikuwa ni Kianama, kitongoji cha halmashauri ya Kabunambo. Generali anatoa ushauri. Unajua yeyote mwenyewe anashika silaha ya kwanza yenena analombewa ni discipline. Franchement mungetoka huku yulu ndio ningemikondane kama vous retrouver à Sange. Sina najua configuration ya huku. Wengine balitoka mpori, hakukuwa moya sema atatokea directement Runingu kwa andeo ya hii milieu. Kwa hapa sasa jinsi nadhani mlipata ma instruction, sisi wote wazalendo tunaanza kujikuta wapi? Runingu. Tunafika kule Runingu juu ya nini? Ya kwanza, mlioa ile tour ya kwanza watu walipata prime. Wengine eske watu wote walipata prime hapa? Unajua juu ya nini? Hakukuwa organisation, hatukujua uyeko wapi, hatukujua uyeko na arme gani. Ndio liona hata hapa dernièrement ilikuwa tangu nguvu kumiletea munition na utapatia munition yenyewe au yu mtu na arme gani. Hapa tuko narudia ni kuyua recensement fulani ni mkubwa wa wazalendo ndio. Eko na batu bangapi? Ndio. Bale batu beko na arme ngapi? Ndio. Majina yabo ni banani? Ndio. Asema malata ni permettre nipeleke rapport viongozi. Meme probleme ya chakula, tutalisha watu wangapi? Nadhani ile tunapaswa kuirespecte. Kamanda huyu aliahidi kuwa gwaride ya wazalendo inapangwa kufanyika hivi punde kwa kupangilia vizuri kazi itakavyokwenda. Niliacha deja instruction kule yulu, tunapanda tutaangalia jinsi problema ya chakula bia nini kusimaka magharibi na kuko parade ya mnene tutafanya wazalendo wote wenye kwa mplene wewe walikuwa mplene tujue mipango gani tutafanya vita yaishi. Eske vita inaishi? Eske tunaya vitu gani bengo yule ya milima ya nani ya Runingu? Alors tusiwe distrait, tusikuwe re. Alors ni periode ya kuwa organize. Imagine lisasi likianguka hapa, kila mtu ataenda. Alors tujikaze pale feta rudia tunaanza kufanya parade, tunajiregrouper batu, tutatia ba secrétaire banini, tuwe gisa kupanga parce que vita zia nini ayaisha. Tunasikilizana? Tunasikilizana? Akiongea na wananchi, kamanda ameshauri kuepukana na uchochezi wa chuki za kikabila na kuchongeana bila ushahidi. Komanda Supreme munaona alalaki hata siku moja, kazi yake fanya nguvu pe ingie. Ule ukima uingie ni batu bote makominote zote. Hakuna sema huyu, ona yakwa hakuna sema huyu ni mwenye Mulenge, huyu ni Munande, huyu ni Munani, vile vitu habina hako. Tunapenda si wote kuwa na umoja na amani. Na hapa petu tunakuya hakuna maproblema ya reglement de compte. Unaona fulani alikuwa anaongea kana ba fulani. Fulani ulikuwa anaongea kana ba fulani. Ile abina hako. Mkuwe na mapendo. Nadhani viongozi wenu beko pengine walikimbia batarudia. Mwe kama population muwe na umoja. Sipendi kusikia asema angalia balingia munyumba ya Munande. Balingia munyumba Muflero. Balibomola nyumba mwenye Mulenge. Sisi bote tuko bakongomani. Sisi bote tuko batoto ya Etienne Tshisekedi. Le chef d'état-major général aliniambia mi moya ifiki. Niangalie ukimya, niangalie umoja, niangalie cohésion entre les communautés. Tunasikilizana? Ndio.
Yeyote mwenye atasikilika kama iko naleta fuyo mu makomunote atafungiwa. Hatupendi ile madivision. Hatupendi banini na nini na nini. Hapa kamanda wa kikosi maalum cha wazalendo Kalembe Ngoma Nzito mjini Sange huko akiongea na Channel Africa alisema, mimi nafika hapa Runinga Sange kuja tazama kwenye adui alikuwa. Umekuta namna gani hapo kufasiria wananchi? Tumekuta adui ameondoka na hivi tumedhibiti mji. Unaambia nini wananchi kwa kuja kwenu hapa? Tumaini wananchi wawe na amani na amani tarejea kuja. Upande wake Jenerali Kamama alishukuru sana diplomasia ya Rais Felix Tshisekedi. Huyu hapa mmoja wa maakida wake akizungumza na Channel Africa. Naitwa Komanda Brigade John Ancien Combattant. Niko kwenye secretary ya General Kamama. Nashukuru Mungu kwa sababu Rais Tshisekedi amefanya vya kuwezekana. Leo tuko kwa mji wa Sange. Shukuru Mungu tuliingia hapa Sange bila shida na tunafika hapa bila tatizo. Japokuwa kuondoka huko kwa M23 katika miji hiyo, Jumapili vikosi vyao vya huko Itombwe vilipigana na vikosi vya wazalendo wa kamanda Milenge Nzilambuma. Mtenjo Maurice Santos ni msemaji wa Nzilambuma. Siku ya Mungu tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka 2026 Mike Aina Bari Bukunji mida ya saa 8 usiku wa M23 walitaka kupasua njia toka Minembwe kuelekea Uvira. Pambano kali lilianzia mwa hiyo mamida mpaka kufika siku ya kwanza tarehe 11 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 mida ya saa 5 mchana kupitia nguvu za FARDC pamoja na wazalendo wenye kudhibiti eneo hizo waliwachapa kichapo kikali na kuwarudisha hadi Minembwe. Kwa sasa usalama unapatikana Mikenge, Mike Aina Bari Bukunji, Luemba na Kipupu. Jumanne hii Mei 12 naibu gavana wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Elakano anatarajiwa kuwasili mjini Sange kujionea hali halisi na kuzungumza na raia. Nikiripoti kutoka Sange, bondeni mwa mto Ruzizi, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi ni Thomson Unji Batangalwa wa JCTV. Ni Thomson Unji Batangalwa William, na kwa ripoti hiyo ndiyo tunakamilisha habari zetu za jioni hii leo. Tukutane kesho asubuhi. Naitwa Matayo Amisi. Kwa heri.